ati wazalendo kila mara ati FARDC nini na nini wanaendelea kuavanse. Watavanse wapi? Mara moja mnaona kisi mfano inaendelea kutoka katika upande wa Minembwe. Angalia kisi point zero inaendelea kuripua. Mnaona eneo ya Kakenge gisi inaharibika kwa dakika moja. Mumeona mara moja eneo ya Runango huko mara moja imebadilika. Utumia nguvu kutokea katika sehemu gani? Mara moja watu wanazungumza kusema FARDC inatumia nini? Kila mara ati FARDC wazalendo mpambane nini? Tumenangana. Hata raia population wamechoka sasa. Toka sababu tumetegemea serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa hakuna chochote. Mnaona gisi mara moja upande wa Baraka gisi kulishambuliwa mara moja. Katika upande kwa sasa gisi tunazungumza mapambano nani point zero. Upande Ruzizi ndio hiyo mapigano yanayokuja kwa sasa. Mara moja Kakenge mnaona gisi imechukuliwa. Eneo ya Ngungu imechukuliwa kwa tena. Sasa watu wanasema wazalendo umetangaza mpaka tumechoka na tuna produce watu mpaka ria population umeteseka umekufa kwenye habari haya. Watu wataka kuwasikiliza, watu wanakata wanakitulia tu, wanajua hata nini mwenye atasema chukua eneo itakuwa ni habari ya uongo kabisa. Na kama upo pamoja, acha kudanganyika, kwa sababu kuna watu wanazungumza haya anazungumza wengine tofauti, lakini ukweli ni hivi, tayari FARDC wamerudi nyumbani, tolewa katika vijiji. FARDC wametolewa kila sehemu popote. Watu wanazungumza kusema tayari tunakaa tunasubiri kama FARDC itakomboa raia, watoto wasome kwenye shule, raia population wazee wamekufa kwenye mapambano haya ya bure zaidi. Hata serikali mara moja mkiona gisi FARDC kwa sasa wanaanza kupigwa kama watoto wadogo. Tunaangalia hapa population wamepoteza espoir, raia population imepoteza espoir kwa sababu watu walikuwa kizunguzia mengi zaidi, lakini hatuoni. Kila mara nikisema watu wengi wanasema nimechoka kabisa. Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari muda wetu habari wa asubuhi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kama unatufuatilia katika muda wetu habari wa leo, endelea kusubscribe, like, comment ili habari zetu mara kwa moja ziende kukufikia. Hata tusalimie mashabiki zetu kutokea katika ndani ya upembe zote za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika eneo zingine tofauti na manchi mengine tofauti wanaotusikiliza katika habari zetu za asubuhi ya leo, muda wetu habari wa 1 kamili. Na katika kurasa zetu za habari, kabla nizungumza haya, hacha kwanza tusalimie Papa Jimmy kutokea ndani nchini Ulaya, Papa Benjamin kutokea nchini Ulaya, Papa Eric kutokea upande wa Canada, na ndugu yangu Alice kutokea Norvege, pamoja na Jean-Marie kutokea upande wa Ufaransa. Tunawakaribisha kupitia habari zetu za asubuhi ya leo ndani ya Media Goma TV. Na kwa sasa tunafungua kurasa zetu za habari kwa leo. Tuna mengi ya kuwatangazia kupitia yote yanayopatikana ndani ya uwanja wenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama unavyonisikiliza moja kwa moja, tuma comment yako mara moja, ama wewe ni shabiki wa Media Goma TV kwa sasa katika habari zetu, endelea kuungana na sisi ili tuje kuwachambulia habari tuko nazo za asubuhi ya leo. Kwa leo tunawapeleka katika uwanja wenye mapigano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mapigano yameendelea kuzuka katika upande wa Sud Kivu, katika upande la jeshi la FARDC na wanajeshi wa M23 pamoja na Twirwaneho tena wameamuka katika uwanja wenye mapigano. Lakini kwa sasa kwenye mapigano yamesonga zaidi. Yoyote kabla nianze kuwatangazia hili, ndugu zangu mnavyonisikiliza katika kupitia Media Goma TV, wako kwenye mapambano kwa sasa ni M23 kwa sasa inaanza kuondoa wanajeshi wa FARDC katika vijiji tofauti. Kwa sasa mapigano gisi yaliendelea kusonga katika ndani ya seta. Mapigano yalikuwa jana tarehe 2, mapigano tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mapambano yalikuwa katika eneo inaitwa eneo ya Mutunda, Kalongi, Kasiro na Mugezi, na katika seta ya Ruista Nkuku. Hizi ndio kwenye mapigano alikuwa katika seta hili, lakini wahasi wamefaulu kuchukua ndani ya eneo na katika ya Bilalo mbili mapigano alikuwa huko, lakini katika seta lingine wahasi wamekomboa. Katika habari zetu za asubuhi waletea ni eneo ya Ruista Nkuku kwa sasa iko kwenye mikono la wahasi wa M23. Eneo ya Mugezi mapigano yameendelea mpaka kwa sasa. Asubuhi ya leo tena mapigano yamezuka katika eneo ya Mugezi na katika eneo ya Kasiro na Kalongi na Mutunda. Mapigano haya na ndani ya Bilalo mbili kuelekea upande wa Itombwe ulayani Mwenga.
Kwa nini waasi tena wameamuka na nguvu zaidi? Kwa sasa niliueleza kupitia kila mara, ukiwa unanisikiliza kupitia Media Goma TV utaendelea kujua yote tunaendelea kuwatangazia, utaendelea kujua habari yenye uhakika na habari yenye ukweli, kwa sababu sisi tunaletea habari yenye uhakika, kwa sababu yoyote atakuja kukutangazia kusema FARDC imekuwa katika seta hili, eneo ya Mugezi ama eneo ya Rustankuku, tayari hii litakuwa ni habari lenye uongo zaidi, kwa sababu tarehe 2 ndio wanajeshi wa M23 wamechukua eneo ya Rustankuku, iko katika eneo ya mikono ya waasi wa M23. Lakini habari zingine tumepata katika habari zetu za asubuhi ya leo, mapigano tena ameelekea katika upande wa .0. Mapigano haya tena mapigano yalikuwa jana tarehe 2. Kuna bombe ziliripuka katika eneo ya .0 mpaka niliueleza kama waasi wa M23 wanaendelea kuavance na kuchukua eneo ya .0. Kumbuka kabla niueleze hili, niliueleza kama tayari M23 wamesha kuchukua eneo ya Kakenge. Niliueleza habari hili kuambia kama M23 imechukua eneo ya Kakenge, ikichukua mara moja tena eneo ya Mikenge. Kumbuka tayari eneo ya .0 itakuwa tayari iko kwenye mikono ama itakuwa nanusiwa na harufu ya waasi wa M23, kwa sababu nia yao, kumbuka raforo mingi ilikuwa inaendelea kuwashambulia katika eneo ya Minembwe, ilikuwa kitokea jeshi la serikali ilikuwa likitokea zaidi upande wa .0, na katika eneo hili ilikuwa katika target ya waasi katika upande wa uko layani Minembwe. Na mashambulizi haya imewaka zaidi huko, na katika mashambulizi haya hili niweleze kwa sababu gani ilisababisha waasi hao wakwe na nguvu nyingi zaidi. Kwa sababu gani? Kumbuka mapambano haya yalikuwa tarehe 30 tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, eneo inayoitwa ndani ya eneo ulayani ya Mushimbaki, eneo ya Mushimbaki. Kumbuka kwenye kambi la jeshi la Burundi, hatua waasi wa M23 walipanga ama walifanya kwanza muda wao wa kushambulia katika kambi hili la jeshi la Burundi. Hapo ndio ilikuwa ni mwanzo ya waasi kuanza kuangalia uwezo wa serikali yenyewe iko upande wa .0, uwezo wa serikali iko upande wa Kabunango, uwezo wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iko upande ya Ruvungi, upande ya sehemu ya Kamanyol, upande ya sehemu ya plande kuelekea huko ndani ya Baraka, na kuangalia katika Centreville ya Uvira, na kuangalia ndani ya seta ya huko Fizi, na katika eneo inaitwa eneo kuelekea huko milimani huko sehemu ya hapo Mikenge. Kabla hapo Mikenge ilikuwa haijachukuliwa, Kakenge ilikwisha kuchukuliwa. Hili nimewaletea habari zangu mujue kwa sasa. Kakenge ilikuwa ilichukuliwa tarehe 28. Mara moja hii ilikuwa ni kutanse ili uangalie FARDC sehemu zao ni wapi na nguvu zao zinatokea upande gani. Mara moja walikuja kuona nguvu za FARDC zinatokea upande ya .0 hapo, kwa sababu ndio kulikuwa kumekuwa mandege za kivita zilitoka mara moja hili zikuja kupeana raforo katika Baraka mara moja. Kumbe M23 walikwisha tega mandege zao za drone nao zikashambulia hizo ndege za serikali. Ndio maana niliwaambia ili wahasi wajue nguvu ndogo kwa serikali ni gani na sehemu raforo inaendelea kutokea ni katika sita gani. Walikuja kuundua serikali nguvu zao ziko ndani ya .0. Huko ndio walikuwa wameshika nguvu nyingi zaidi, na kwa sasa eneo ya Mikenge wakaona sasa kuchukua Mikenge itakuwa rahisi. Mikenge hivyo ndio walishambulia tarehe 30. Mikenge ilikuwa ishakuwa tombe kwa mikono la wahasi wa M23. Population waliamini zaidi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama tayari kama Minembwe tayari ishakuwa kwenye mikono ya FARDC, upande wa Mikenge tayari eneo zingine zitakuwa kitiko kwenye mikono. Niliwaambia vijiji mingi FARDC ilikuwa ishachukua, lakini vijiji venye vihimu vyote vimeondolewa kwenye mikono la FARDC. Kwa sasa FARDC wamerudi nyuma. Na katika habari mengine kwenye watu wameweka espoir ama tumeweka imani zaidi ni katika upande wa Nord Kivu. Upande wa Nord Kivu ndio kwenye imani imebakilia kwa sasa. Jeshi la FARDC limeigiza kwa kweli upande wa Nord Kivu nao wasituangushe. Wanajeshi kutokea upande wa Sud Kivu wameshindwa kabisa. Wazalendo no s'il vous plaît. Wazalendo kwa sasa wameshindwa. FARDC wameshindwa. Hapo nimeweka hatua mara moja. Rustankuku limechukuliwa, Mikenge imechukuliwa, Kakenge imechukuliwa. .0 mumeona kisi mtutu naanza kulia. Mutasikia Uvira nimewapatia hili niwasomee vizuri. Uvira mtakuja sikia nyuma siku ngapi Uvira limekuwa tombe tena.
lakini FARDC waeke nguvu zaidi, point zero isichukuliwe, kwa sababu point zero ikichukuliwa mara moja mambo itakuwa imeisha kabisa. Hakuna imani tena itakuwa imebaki, kwa sababu tena itakuwa tena ni ile mtoto yenyewe ilikuwa mwaka 2025. Upande wa uko ulayani Masisi ndio kwenye mtoto, serikali FARDC wanaendelea kukabiliana na waasi, lakini nao tayari wanaanza katika nguvu, kwa sababu wameona upande wa uko juu kumekatika nguvu, nao wameona hakuna mapambano yanaendelea kubadilika. Lakini FARDC wa Nord Kivu wamejaribu kwa sasa upande wa Rubaya, ili niwaletee break news yenye kwa sasa watu wengi walikuwa hawajui. FARDC kwa sasa msifikirie kama gisi FARDC imeacha upande hizo maeneo ya Mikenge. Hili niwapatie kwa kweli, mkoe na uhakika, mjue serikali inaweza kuwa na vitu mbili inaweza kuwa imepanga. Inaweza kuacha kwanza wahasi wajigambe vizuri, waone kama tayari FARDC imeshindwa kumiliki eneo ya Mikenge, kumiliki eneo ya Rustankuku, kumiliki upande wa Mungeri, kumiliki upande wa Kalongi, kumiliki upande ya Pwenzero, ndani upande wa Kakenge, na gisi walimiliki Minembwe na uko ndani ya upande zingine tofauti. FARDC inaweza kuwa imepanga kitu kinye watu wengi hawajui, lakini kwenye vitu mimi nafikiria na kitu ninawaletea lenye linaweza kuwa katika propaganda ama linaweza kuwa katika mpango wa serikali. Kuna Rubaya, kuna Goma na kuna Bukavu. Vitu ngapi? 3. Huyu mwezi wa 7 huyu nimewatangazia ili habari, mtakuja kuniambia kama mimi, kwa sababu sisi tunaongea habari yenyewe iko na tuna uwepo ya Mwenyezi Mungu anatuonesha vitu gani vitakuja kutendeka mbele, kwa sababu niliweleza Kakenge itachukuliwa. Watu wengi walinizungumzia maneno mengi, baadaye wameona ukweli. Nikawaambia Mikenge gisi na Kakenge nachukuliwa, Mikenge nayo itakuwa tombe. Watu kanga Mikenge si ndio hii tarehe 30 hii. Watu wengi walikushindwa kuongea, mimi nikatangaza habari mapema tarehe 1. Watu wengi wakanitubia, wenzangu watangazaji wa habari wakaanza kuongea, bwana hapa hiyo ni uongo. Baadaye waliona ukweli nao wakaanza kutangaza habari hiyo. Nakwambia media Goma ni sisi tunaoletea habari yenye uhakika, na wale wenyewe walikuwa hawatuamini, ni sisi tutaendelea kuwachimbulia moja kwa moja. Nani alisha kutangaza habari kusema Rustakuku imechukuliwa? Nani alisha kutangaza habari Rustakuku imechukuliwa? Lakini media Goma TV tunawatangazia Rustakuku imechukuliwa na waasi wa M23. Lakini nakuja kuletea ili mjue kwa sasa FARDC mpango hama nini itakuja kutokelea mwezi huyu wa 7. Kuna Goma, Bukavu, Rubaya, ni vitu 3. Kati ya Goma, Rubaya, Bukavu, kati hizo eneo 3 FARDC itakuwa na eneo moja. Hili nimewaambia kupitia media Goma TV. Kumbuka leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na wapatie huyu mwezi. Huyu mwezi huyu mutasikia Goma ama Rubaya ama Bukavu. Kati hizo miji 3 itakuwa moja yao itakuwa imekuwa tombe na FARDC. FARDC watakuwa wamemiliki katika seta moja kwa hizo eneo hizo. Hili nimewaambia na uhakika kwa sasa, hili mjue kama serikali kuna gisi napanga kazi la vita. Kupitia nini hili nawaambia vizuri. Kumbuka nani anajua hatua rais wa Jamhuri ya Burundi alikuwa ndani ya Kinshasa. Nani anajua ni nini limuleta huko Kinshasa? Watu wengi hamjui. Tumia akili. Hao watu walienda kutumia mbingu ya teknolojia za mapambano. Wazubaishe. Gisi mnavyoona gisi M23 inazubaishaga mara moja inachitoa eneo, kumbe wanaenda kuchukua eneo fulani. Na hivyo ndio serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nayo inaanza kupanga. Hili nimekutangazia hili habari utajua. Kwa sababu waasi walikuwa wanatumia teknolojia za kuhack. Mnajua kuhack? Kuingilia les télécommunications la gouvernement. Aujourd'hui, gouvernement ilishajua kama kuna gisi M23 ilikuwa inatumia njia zote za kuchukua habari zote inakuwa nazo. Lakini kwa sasa kuna satellite zimekuwa. M23 ilikuwa inatumia anga za juu kali nyingi zaidi, ilikuwa sababisha FARDC haiwezi kujua ndege zao zikikuja mara moja waasi wanaziona. Lakini kwa sasa kuna teknolojia zimekuja za FARDC mbaya zaidi, zenye hata M23 itakuwa inatumia hizo teknolojia hata na ndege za FARDC. Hiyo nina uhakika. Kwa na imani kupitia media Goma TV utajua hili jambo. Na kama ni mara ya kwanza kusubscribe, like, comment ndani ya media Goma TV, na waomba tuendelee kusubscribe. Lakini jeshi la FARDC tuache kuwa wazembe. Tuache kuwa wazembe kwa sababu wengi wamekula rushwa. Wengi wanakula pesa za waasi. Na ndio maana kwenye uwanja mapambano mambo inakuwa ngumu zaidi. Wazalendo nao kwenye upambano inakuwa ngumu, wanaanza kuongozwa na FARDC kama wabibi zao.
Wazalendo wanaongozwa na FARDC kama bibi zao, kwa sababu wazalendo hawana neno kwenye serikali, hawana neno yoyote kwenye jeshi la FARDC. Kila kenye wanafanya, yani wako kama tule tutoto tudogo, tunaongozwa kama wanawake. FARDC inaongoza kama yani wazalendo wanajisahau kama hao wanabidi wapambane kwa kweli, mpaka kila sehemu wazalendo wanashindwa kwenye uwanja mapambano. Wazalendo wafanye kitu kimoja, wakatale kuungana na serikali, yani wajifanye ndio wako chama kimoja na serikali, lakini wao upande wao wasiongozwe na serikali. Muone gisi hili vita litasonga vizuri zaidi. Lakini kwa sasa wazalendo wanawadirishe kama wanawake, wanawafunza kukula pesa za waasi. Wazalendo wanakula pesa za waasi moja kwa moja, hili ninawahakikishia. FARDC wanakula pesa za waasi. Raia population, unaona gisi wanasinyale maeneo za communication za FARDC kwenye ziko. Huyu mwenye alishika Baraka muliona huko .0. Huyu mzee wa Fizi huyo, Mubembe. Muliona? Huyo ni raia, sio mwanajeshi. Sasa wanajeshi ni wangapi wanakula fedha? Ndio maana unajipata waasi wanatushinda kitu kimoja. Waasi kutumia akili. Waasi wanaona sisi Wakongomani tuko na njaa. Waasi wanaona sisi Wakongomani hatujui kujiongoza. Waasi wanatutumia njia mapi? Njia moja. Waasi wako na kitu naitwa umoja kwanza. Kwenye mapigano wako na umoja. Ya pili, waasi wanafanya vitu vyenye vinatoka kwenye edikota yao. Lakini kwenye serikali yetu, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, FARDC, kila mtu anataka kujiinua. Yaani kila mtu anataka kuonekana yeye ni kamanda. Yeye ndio ajulikane. Unaona hizo vitu? Ndio maana kwenye uwanja tunashindwa hivyo. Ndio kwenye uwanja FARDC inashindwa. Ndio kwenye uwanja wazalendo wanashindwa. Ibuli tegemewa. Ibuli alitegemewa kama watarejesha. Ibuli wanafanya Uvira, mumeona kisi wanapigwa huko. Jeshi la Burundi litapigana ndio. Lakini hata limeona tayari FARDC wanarudi nyuma. Hao watapigana vipi na hata wajue eneo za huko? Wajeshi wa Burundi wanapambana kwa kweli kwenye uwanja mapambano. Lakini kwenye uwanja mapambano wakipigana wanajipata mara moja. FARDC wanakimbia. Hao nao wanakimbia kwa sababu huko hawatasonga mbele, pole hawajui. Ramfor hawana morale inabidi watoke waipate kupitia FARDC. FARDC imefanya nini? Sasa hizi Uvira nachukua miaka. Sasa hizi mnaona kisi hata nimechoka kabisa. Nimechoka kabisa. Ndugu zangu, mashabiki wa Media Goma TV, subscribe, like, comment kama wewe unanikubali ama hunikubali, yako inakuona. Lakini wale wanatukubali wataweka komenti zao, watatuambia bwana, tumekusikiliza moja kwa moja. Hii ni Media Goma TV, inatangaza habari yenye uasili, habari yenye iko kwenye uwanja wenye mapambano moja kwa moja. Kwa majina ni reporter Nelson kupitia habari za Media Goma TV na kupitia Media Bukavu TV. Ungana na sisi utaendelea kujua mengi zaidi. Bye bye.